Safari ya Hija 2026. Kila mwaka zaidi ya Waislamu milioni 2 kutoka kila kona ya dunia hukusanyika mahali pamoja kwa siku chache tu. Wanaacha familia zao, biashara zao, vyao vyao na maisha yao ya kawaida, wakivaa nguo mbili nyeupe zisizo na tofauti kati ya tajiri na maskini. Lakini nyuma ya takwimu hizi kubwa, kuna simulizi ambazo hazionekani kwenye habari. Hii ni simulizi ya safari ya mahujaji 15 kutoka Tanzania, safari iliyoandaliwa na Nurpath Hajj and Umrah yenye ofisi zake GSM Plaza, zamani Mkuki House, ghorofa ya pili. Safari ya imani, subira na mabadiliko ya moyo. Ilikuwa Ijumaa ya tarehe 15 Mei 2026. Mahujaji wetu 15 walikutana katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere kuanza safari ambayo wengi waliisubiri kwa miaka mingi. Safari yetu ilianza kuelekea Doha, Qatar, ambako tulisimama kwa masaa matatu kabla ya kuendelea na safari ya Jeddah, Saudi Arabia. Tukiwa Doha, tulivaa ihram zetu, na kuanzia wakati huo kila mmoja wetu alianza kuhisi kwamba sasa hakuwa tena msafiri wa kawaida, bali alikuwa mgeni wa Allah. Baada ya kuwasili Jeddah, tulisafiri kwa basi hadi Makka. Ilikuwa usiku, uchovu ulikuwa mwingi, lakini mioyo ilikuwa imejaa shukrani. Tulipumzika kwa muda mfupi, tukijiandaa kwa siku ambayo wengi waliisubiri maisha yao yote. Kesho yake, tulitekeleza umra yetu ya kwanza. Kuanzia tarehe 29 Dhulqaada, maisha yetu yalizunguka Al-Masjid Al-Haram. Kila siku ilikuwa fursa ya kuswali mbele ya Al-Kaaba, kusoma Qur'an, kufanya tawafu za sunna na kuomba dua ambazo kila mmoja alikuwa amezibeba moyoni kwa miaka mingi. Pia tulipata wasaa wa kuendelea na darasa zetu kwa mahujaji tukiwa hotelini kila siku tulizokaa Maka. Lakini safari hii haikuwa ya ibada pekee. Tulipata kufanya ziara kadhaa, ambapo tulitembelea Jabal Hira, mahali ambapo wahyi wa kwanza uliteremshwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tumeanza zile ziara ndogo ndogo za hapa na pale, kutembelea sehemu za kihistoria katika dini yetu ya Kiislamu, na leo tupo panaitwa Jabal Hira au Jabal Nur. Tulifika pia Jabal Thawr, kwenye pango lililobeba historia ya hijra, ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa na Abu Bakar Siddiq walijisitiri wakati wa safari yao kuelekea Madina. Maeneo ambayo kwa miaka mingi tumekuwa tukiyasoma kwenye vitabu, sasa tulikuwa tunayashuhudia kwa macho yetu. Hatimaye mwezi 8 Dhulhijja ukafika. Tulielekea Mina kuanza rasmi ibada ya hija. Kesho yake tukasimama Arafa, siku ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema hija ni Arafa. Ilikuwa ni siku ya dua, machozi, toba na matumaini mapya. Jioni tuliondoka kuelekea Muzdalifa, tukakusanya vijiwe, tukaswali Maghrib na Isha, kisha tukalala chini ya anga ya wazi, huku tukitafakari ukubwa wa Muumba. Mwezi 10 Dhulhijja tulirejea Mina na kuelekea Jamarat kutekeleza ibada ya kurusha vijiwe. Ibada hiyo iliendelea pia tarehe 11 na 12 Dhulhijja kabla ya kurejea Maka kufanya tawafu ifadha pamoja na sai ili kukamilisha ibada ya hija na kukaa tena katika mji wa Maka kwa siku 4 zaidi. Siku ya tarehe 3 Juni 2026 tuliuaga mji wa Maka kwa kufanya tawafu wadaa au tawafu ya kuaga na kuanza safari ya kuelekea mji tulivu wa Madina Al-Munawwara, mji wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa siku 8 tulipata kuswali katika msikiti wa Mtume, Masjid an-Nabawi, kutembelea Masjid Quba,
Masjid Qiblatain, masoko ya Tende, makaburi ya mashujaa na msikiti maeneo ya mlima Uhud, pamoja na maeneo mbalimbali ya kihistoria na kibiashara. Na usiku wetu wa mwisho ndani ya mji wa Madina tuliutumia kwa chakula cha pamoja, mahali tulivu, huku tukifanya tathmini na tafakuri ya safari nzima ya ibada yetu. Mahujaji wote walipata nafasi ya kushiriki kwa mawazo na maoni yao juu ya kile walichokipenda zaidi, mafunzo waliyopata, pamoja na mapendekezo yatakayofanya safari zijazo ziwe bora zaidi. Na haya ni baadhi ya maoni kutoka kwao. Nilichojifunza ni ushirikiano. Haijalishi huyu ndugu yako au si ndugu yako, tusaidiane Waislamu, tuzidi kupendana. Kwa hivyo naishukuru taasisi na iombea iendelee na iendelee. Ingawa ni taasisi ambayo mmeanzisha tu mwaka huu, lakini naona Mwenyezi Mungu ameiwezesha. Kwa hivyo naomba azidi kuiwezesha. Alafu kitu kingine pia ambacho kimenifurahisha kutokana na hali yangu, watu ambao nimekuwa nafuatana nao wamenipa msaada. Hiyo lazima nishukuru, na nawashukuru sana sana sana. Maana kuna sehemu zingine nilikuwa nashindwa kutembea kwangu inakuwa kwa shida, lakini nimepata msaada. Mambo yote yale yalikuwa yanafanyika nimeweza kuyafanya. Ibada ni nia. Ukitia nia kila kitu kinawezekana mbele ya Mwenyezi Mungu. Tukaporejea katika miji yetu kwenda kuyaishi haya ambayo kutokanayo huko katika miji hii mitukufu, katika hii Al-Haramaini Sharifaini. Mimi kwa upande wangu nilipenda kutoa ushauri kwa vijana au watu wenye umri wa kati kidogo ambao bado wana nguvu, yani waweze kujiandaa juu ya safari hii ya hija, kwa sababu safari ya hija inahitaji nguvu, inahitaji hali nzuri ya afya. Mimi ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba nimejifunza mengi. Kwanza tuishi kama familia, kiasi kwamba mahali popote kwa tunakwenda tulikuwa tunakumbushana, mzee Kamba yuko wapi? Mzee nani, mama nani fulani yuko wapi? Kwa hiyo tuliishi kama familia. Natoa shukrani nyingi kwa mahujaji wenzangu, tulivyoishi kama kijiji kimoja, kama ndugu jamaa wa moja, kama watu ambao tulijuana kwa muda mrefu. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha hapa tulipo mpaka tunafika siku ya mwisho ya kuagana. Namshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillahi rabbil alamin. Zangu ninashukuru sana kufika kwenye huu mji, kwa sababu mpaka mimi mwenyewe mwanzoni tu natamani kwa hivi mimi lini nitaenda lini Maka mimi. Kwa hiyo naomba jamani, nashukuru sana wakurugenzi wa hii taasisi, na mimi huko nitaenda kuweka chachu. Mwenyezi Mungu azidishe kheri ili iweze kukua, na mimi nina vijana wangu lazima nitaweza kuwahamasisha ili waweze kuingia kwenye taasisi hii na kuendelea kuja huku kwenye hija. Mimi katika safari yangu nilichojifunza kwanza ambacho ni kigeni nimekiona kikubwa kabisa ni elimu. Kuwa na elimu, fanya kitu kwa uhakika. Chukua nafasi hii kutoa shukrani za dhati kabisa mimi kama Najat kwa niaba ya taasisi ya Nurpath. Alhamdulillah, wote tumejaliwa kuipata ibada yetu ya haji. Mwenyezi Mungu ndiye mpangaji wa kila kitu. Mwenyezi Mungu ndiye anayeonyesha njia. Na ndio maana kwa sisi Nurpath tunasema pale panapokuwa na nia, Mwenyezi Mungu anaweka mwanga wake. Kwa hiyo pale tunaporudi, angalau pale ikitokea kwamba labda unajikuta umejihusisha kwenye vigenge ambavyo sio, kumbuka kwamba mimi kuna time nilikuwa kitambaa cheupe kama hivi. Hapa ina maana naweka doa. Ukitaka kusema uongo, ukitaka kusengenya, ukitaka kujihusisha kwenye mambo ya shirki, chochote kile ambacho utakachokifanya, yani iweke kwenye akili kwamba hichi kitambaa cheupe na kiweka doa jeusi. Doa jeusi. Mwisho wa siku unaweza kukuta kitambaa cheupe kikawa kitambaa cheusi na mtu ulikuwa umefanya hija. Kwa hiyo mwisho wa siku inakuwa ni hasara, wakati tayari ulishapata chansi ya kuwa kama mtoto mdogo aliyezaliwa katika umri wa utu uzima. Na kwa hakika kilichobaki zaidi mioyoni mwetu sio majengo wala shopping katika maduka na masoko tuliyotembelea, bali ni utulivu ambao ni vigumu sana kuuelezea kwa maneno. Siku iliyofuata, tarehe 11 Juni, tulianza safari ya kurejea nyumbani. Baada ya mapumziko Doha, Qatar, tulitua salama katika jiji la Dar es Salaam asubuhi ya tarehe 12 Juni.
tukapokelewa kwa furaha kubwa na familia pamoja na wapendwa wetu. Safari iliisha, lakini athari zake hazikuishia uwanjani wala Maka na Madina, kwa sababu hija si mwisho wa safari, bali ni mwanzo wa maisha mapya. Na sisi tunamuomba Allah aikubali hija yetu, awafanyie wepesi wote wanaotamani kufika katika nyumba yake tukufu ya Maka pamoja na mji aliolala mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, Madina al-Munawwara, na awajalie Waislamu wote nafasi ya kuwa miongoni mwa wageni wake siku moja. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak.